طاعته. أيها العارفين بالله، قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. وقالوا أهل العلم: ولا تركنوا إلى زخارف الدنيا فإنها ظل زائل ومتاعها قليل، فإن البشرة ما دام في الدنيا يموت جزءا فجزءا. Ndugu zangu Islam, baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada rahma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, awali ya yote kwanza ninaihusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu juu ya swala zima la kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uislamu, amba hotuba yetu ya leo ni kama vile alivyotangulia kusema msemaji kuwa tutakumbushana juu ya husnul khuluqi, yaani tabia njema, na kauli ambayo itakayotuongozea hotuba yetu ya leo inapatikana katika surati al-Baqara aya ya 177. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza kupitia katika kauli yake hiyo ya kuwa laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib, na wala haijakuwa ni wema na wala hamtofikia daraja ya kuupata wema kwamba eti kwa sababu nyinyi mnazielekeza nyuso zenu upande wa mashariki na magharibi, walakinna albirra man amana billahi wal yawmil akhir, lakini wema ni kwa yule mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisawa sawa, lakini pia ni kwa yule ambaye moja kwa moja ana imani ya kwamba kesho atafufuliwa, lakini pia atalipwa malipo yake, mpaka mwisho wa kauli hiyo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Husnul khuluqi, inaposemwa tabia njema, kiukweli ni maneno ambayo au ni jambo ambalo halina kigagaziko chochote, kuwa tabia njema ndiyo dini na wala si vinginevyo. Lakini pia dini ni tabia njema na wala si vinginevyo, na hii ni kutokana na kauli yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pale aliposema ya kwamba innama bu'ithtu liutammima makarimil akhlaq, hakika si vinginevyo mimi nimetumwa ni kwa ajili ya kwenda kuikamilisha tabia iliyokuwa njema. Kwa hii pia inaleta maana kuwa kama endapo wewe Muislamu hautakuwa na tabia iliyokuwa njema, kama wewe Muislamu utakuwa mbali wewe na tabia njema, basi moja kwa moja utalipinga jambo ambalo ni miongoni mwa makusudio ya kutumwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia sisi Waislamu katika ibada zetu utakuta mfano kama vile katika ibada ya hija, kama vile katika ibada ya saumu, kama vile katika ibada ya swala. Ibada hizi ni miongoni au ni ibada ambazo ni mama, na hizi zote hizi tadullu ala husnul khuluqi. Hizi ni ibada mama, lakini moja kwa moja zinapelekea mtu kuwa na tabia iliyokuwa njema. Kwa hivyo basi
itakuwa ni jambo la ajabu kwa yule Muislamu ambaye Mwenyezi Mungu amemjalia amekwenda kuitekeleza ibada ya hija, alafu huyu awe na tabia ambayo si njema. Itakuwa ni jambo la ajabu. Kwa nini? Kwa sababu ibada ya hija tadullu ila husnul khuluq, inapelekea katika tabia zilizokuwa njema. Kivipi? Angalia kwa mujibu wa utaratibu ambao tuliofundishwa na amri ambayo imetoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba pale unapokuwa katika ibada ya hija katika viwanja vya Maka, basi haitakiwi pale kuzozana, kusukumizana, haitakiwi mijadala mbalimbali, lakini hata nguo zenu wote ni za aina moja. Hakuna huyu ni rais, huyu ni mfalme, huyu ni tajiri, huyu ni masikini, huyu ni mlemavu, huyu ni sahihu. Hakuna habari hiyo. Kwa hiyo moja kwa moja tunaona ya kwamba tadullu ala husnul khuluq. Kwa ibada ya hija moja kwa moja inapelekea katika tabia iliyokuwa njema. Lakini pia vile vile ukiangalia ibada ya saumu nayo, ibada ya saumu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama vile alivyosema katika kauli yake maarufu kabisa kwamba man lam yada' qawlu zur, yule mtu ambaye hawezi kuachana, haachani na uongo muda wa kwamba yeye amefunga, basi mpaka mwisho kule mwenye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba falaisa lillahi haja fi an yada'a ta'amuhu wa sharabuhu, basi hakuna haja yote kwa Mwenyezi Mungu juu ya mtu huyo. Mtu huyo hakuna sababu ilikuwa yeye ya kuacha chakula chake pamoja na mashraba yake, hakuna haja ilikuwa ya hivyo. Hii moja kwa moja inafundisha kuwa unapokuwa katika saumu, basi uwe na kauli ambazo ni za sawasawa na wala usiwe muongo na mengineyo mengi. Kwa hiyo moja kwa moja tutaona ya kuwa saumu tadullu ala husnul khuluq. Sasa kitu cha ajabu, sasa hivi tuko katika mfunguo 3, na ni hivi karibuni tu miezi michache tumetoka katika ibada takatifu ya saumu. Umefunga siku 30 au siku 29 kamili. Vipi wewe isiwe mpaka sasa hivi kuwa umejifunza tabia iliyokuwa njema? Kwa hiyo moja kwa moja inatakiwa Uislamu uwe na tabia iliyokuwa njema. Tukija katika ibada mama nayo ya swala, Mwenyezi Mungu anatueleza ndani ya Qur'an, inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Hakika swala inaondoa mambo machafu na maovu. Kwa hiyo kile kitendo cha kwa swala inaondoa mambo machafu na maovu, basi moja kwa moja tunaona ya kwamba nini? Kwamba tadullu ala husnul khuluq. Tabia njema moja kwa moja inapatikana hapo. Swala moja kwa moja inaleta tabia njema. Kutokana na hivyo basi, inakuwaje wewe mswaliji, ibada zako unafanya, unatii amri ya Mwenyezi Mungu kuja kutekeleza ibada, swala zako 5, lakini unapotoka nje inakuwa si kama wewe? Inakuwaje jambo hili? Kwa nini wewe usiwe na tabia ambayo iliyokuwa njema? Ni jambo ambalo litakuwa lenye kushangaza na ni jambo ambalo ni la hasara. Na inaposemwa tabia njema ni kile kitendo cha Muislamu kuachana na uongo. Kwa hiyo ikiwa wewe sio muongo, wewe una tabia njema. Kama itakuwa wewe sio mzinifu, basi wewe una tabia njema. Kama itakuwa wewe sio tapeli, sio laghai, basi wewe moja kwa moja una tabia njema. Na tabia njema hizi zimegawanyika katika makundi mawili. Kuna ile tabia njema ambayo ni dhahiria, alafu kisha kuna al-batiniya. Kuna tabia njema ambayo ni ya wazi ya kuonekana, alafu kisha kuna tabia njema ambayo ni ya ndani. Tabia njema ya wazi, jamii ambayo unaishi nayo itakutambua tu, itakusema vizuri tu kwa bwana mtoto yule, bwana mtu yule, bwana tabia zake ni nzuri, na hivi ndivyo inavyotakiwa. Lakini tabia zile ambazo ni za ndani, hii sasa ndio kama uzinifu, mambo ya usengenyaji ya moja kwa moja. Kama endapo utakuwa wewe umevaana na hayo na mengineyo, basi wewe tabia njema jihesabu ya kwamba hauna. Lakini pia Uislamu, tabia njema miongoni mwa faida zake
ni mtu kuingizwa peponi. Na hili ni pale aliposema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba kadri ya ibada zako zote utakazozifanya, yani wewe kama endapo itafikia mahala umekwenda hija, unaswali swala zako, mwezi wa Ramadhani umeswali, umefanya hivi, hayo yote hayatoweza wewe kukuingizia uzito katika mizani yako siku ya Kiyama. Na hili ndio jambo kubwa na ndio jambo la hatari. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ya kwamba athqal fil mizani yawm al-qiyama husnul khuluq, yani ibada ambayo itakayoingiza uzito zaidi katika mizani ya mja siku ya Kiyama ni tabia iliyokuwa njema. Kwa hiyo hata kama pamoja na ibada zako, lakini elewa ya kwamba unatakiwa kujipambe na tabia iliyokuwa njema. Inashangaza baadhi ya Waislamu hawana tabia njema, tena tabia njema zenyewe wala hazihitaji gharama. Ala sabili mithali, unamkuta mtu barabarani amevaa kanzu kama mimi, amevaa kofia kama mimi, lakini vile anapotembea barabarani, basi hata mtu kama ikiwa ni mgeni huweza kumuuliza angalau kwa maana njia ya Kariakoo iko wapi, anamuogopa yule. Kwa nini? Anatembea kipolipoli, urefu wake umenoa, umefanya hivi, yani kakunja uso na hapana. Bwana, sio Uislamu. Uislamu unatakiwa fungua milango kiasi ambacho mtu hata kama atakuwa yeye amevaa msalaba shingoni akuulize kwamba Kariakoo ni wapi. Leo siwaambii huyo tu, hata kama mtu akiona kwamba huyu ni Muislamu mwenzangu, lakini pia anaanza kumwambia mbona niko vile, anaogopa mtu. Anaona labda pengine siwezi kupata jibu la kwa sahihi, lakini kwa nini mpaka ifikia hatua hiyo? Si katika tabia ambayo ilikuwa njema. Muislamu anatakiwa awe normal. Mtu yeyote aweze kumuuliza, aweze kumueleza shida yake. Lakini nafikia wengine, Waislamu wengine mpaka kuwa hukumu watu. Yani yeye kwa sababu yuko kwenye mrengo huu, basi moja kwa moja hata ile kupeana mkono na mwingine au kwa mtu asiyokuwa Muislamu hilo jambo halipo. Hapana, si katika mafundisho mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waislamu, lakini pia tabia njema imefikia mahala kuwa sisi tabia zetu njema zinakuwa zipo msikitini lakini nje hazipo. Jambo hili ni jambo la hatari na ni jambo ambalo litatufelisha katika Uislamu wetu, kwa sababu kadiri ya vile ambavyo unavyofanya ibada wewe ndani ya msikiti, basi kadiri utakavyokuwa wewe umesimama usiku, umeleta adhkari, umesoma Qur'ani, umefanya hivi, basi elewa ya kuwa hizo ibada ulizozifanya msikitini ni 25% tu na wala si vinginevyo. 75% ziko nje ya msikiti. Kwamba je, unaishi vipi na majirani zako? Kwamba je, unafanyaje kazi zako? Yote iko 75% iko nje ya msikiti. Kwa hiyo tunatakiwa moja kwa moja Uislamu usiwe na tabia njema unapokuwa msikitini tu. Hapana, inatakiwa uwe na tabia njema hasa katika jamii pia ambayo unayoishi. Lakini pia imefikia mahala kwa sisi Waislamu kusemana mambo ambayo sio ya sawa sawa katika jamii. Yaani unakuta watu wao wamekaa kwenye kikundi chao, wao hawana kazi yao hiyo basi. Lakini inafikia mahala kwamba mtu mpaka anakuja anatoa aibu za mtu mwingine, na ni jambo ambalo la hatari sana, si katika Uislamu mzuri. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatueleza kwamba min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'iluhu, katika uzuri wa Uislamu wa mtu ni kuachana na yale mambo ambayo yasiyomhusu. Lakini subhanallah, inafikia hatua kwamba mtu mambo hata hayamhusu. Fulani kaiba ofisini, fulani kafanya hivi ofisini, sijui hivi. Wewe nini na kuhusu? Subiri uje uulizwe, utakuja kutoa maelezo katika hali kama hiyo. Kwa hiyo watu ile hali ya kusingiziana mambo ambayo ni ya ovyo ovyo ambayo mtu wala hayamhusu ni jambo ambalo ni baya, na hilo si katika tabia njema ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza tuishi nazo. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ya kwamba man ayyara akhahu bidhanbin lam yamut hatta ya'malhu
mtu ambaye itafikia mahala atamsingizia ndugu yake uovu au jambo la dhambi. Na hapa mahala hapa sasa hivi pamekuwa ni mahala ambapo yani kama vile ni jambo la kawaida, kwamba yeye kwamba fulani amezini, fulani sikaiba, fulani sijui hivi, yani imekuwa ni jambo ambalo ni very simple kabisa. Yani inaonekana kama vile ndio dini yenyewe. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatueleza ya kwamba mtu yeyote mwenye kumsingizia ndugu yake juu ya jambo ambalo ni la madhambi, basi mtu huyo hatakufa mpaka hiyo dhambi aliyomsingizia huyo mwenzie aje aifanye. Sasa hapo ni nani atakayebaki? Mwisho wa siku ni kwamba utakuja kuambiwa siku ya kiyama ya kwamba wewe ni mzinifu. Utakataa kwa sababu maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam si yenye kudondoka chini. Kwa hiyo lazima wewe litakupata tu. Kwa hiyo wewe ukimsingizia mwenzako uzinifu, basi elewa ya kwamba aidha huenda itakuwa wewe mwenyewe ni mzinifu, kwa sababu hata Waswahili nao wanasema kwamba wewe kusema kwamba fulani mchawi, wewe umemjuaje kama ni mchawi? Umemjuaje? Lakini kwamba ukiona mtu kwamba mvua ndani anaisifia mvua, basi ndio kwamba huyo amemnyeshea huyo. Sasa huenda ikawa wewe utakuja kuwa ni mzinifu, au huenda tayari hapo ulipo ni mzinifu, ndio maana mpaka yale unasema katika ile hali ambayo ni ya wazi. Hili ni jambo baya sana. Kwa hiyo Uislamu tujipambeni na tabia zilizokuwa njema. Kwa kumalizia hotuba yetu kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi yake ambayo ni ndefu kidogo, lakini nitachukua neno moja tu fupi. Na tena hadithi hii ni hadithi ambayo ni maarufu mno. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ya kwamba al-kayyisu man dana nafsahu. Al-kayyis man dana nafsahu, mtu mwenye akili timamu bwana, mtu mwerevu, mtu mjanja ni yule ambaye anayejikagua yeye mwenyewe. Hebu jikague wewe mwenyewe kabla baada haujanyanyua ulimi kwa mwenzio. Lakini pia vile vile kwa kumalizia zaidi, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ya kwamba man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran au yasmut. Ikiwa wewe unamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unamwamini hasa kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupo, lakini unaamini kwamba siku ya malipo akhera ipo, basi Mtume anasema ya kwamba ukisema sema jambo zuri, au kinyume na hivyo basi kaa kimya. Na ndio maana miongoni mwa ahli ilmi akasema ya kwamba idha kana al-kalamu fidda fas-sukutu dhahabi, ikiwa kuongea ni fedha basi nyamaza upate dhahabu. Lakini pia vile vile ikiwa ukiongea si utapewa fedha, basi nyamaza ili uweze kupata dhahabu. Tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa wale kusikia maneno yake na kuyafuata. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul وبقوله يعتذر المهتدون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم والغفور الكريم. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته، فإنكم إليه ترجعون، وأخلص له الأعمال فإنكم عليها محاسبون.
واتقوا الله الذي إليه تحشرون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على حبيبك المصطفى ورسولك المرتضى وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارضى عن الخلفاء الأربعة الكرام حماة الإسلام الخليفة أبي بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وفارس المشارق المغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. اللهم أعلى كلمة الحق والإيمان والدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم للصلاة.